tafadhali. Mheshimiwa Francis, tafadhali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi hii ya kuchangia kwenye Wizara ya Kilimo, wizara ambayo ndio tegemeo la nchi yetu kwa maana ya ajira, chakula, usalama na kila kitu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze kwa kumpongeza sana Rais kwa kutengeneza timu nzuri sana kwenye wizara hii muhimu, kwa kumweka Bashe kuwa kinara wa wizara hii. Bashe mimi namfahamu vizuri, ndio maana hata nilipokuwa katibu mkuu wa vijana nilimuunga mkono awe mwenyekiti, awe makamu mwenyekiti wa vijana wa taifa. Lakini bahati mbaya timu ilikuwa inaongozwa na Ridhiwani wakatuzidi fitina, wakatushinda. Kwa hivyo nimpongeza pia Rais kwa kumpa timu Bashe ya watu wenye akili zinazofanana na Bashe. Naibu waziri na katibu mkuu wanasababisha wizara hii iende kwa kasi ambayo leo ushuhuda unaonyesha kwa jinsi wabunge wote ambavyo wanampongeza Bwana Bashe kwa kazi inayoonekana kwa macho. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninataka tu niseme kwenye swala la umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya umwagiliaji ni miradi ambayo inataka full package ikamilike ndipo uone matunda yake. Huwezi kuona matunda ya mradi wa umwagiliaji hata uwe na pesa nyingi kiasi gani kama uko nusu ama uko robo tatu ama uko robo. Kama ni maji kufika kwenye scheme lazima yafike. Kama ni mifereji kwenda kwenye mashamba lazima iwepo, ndipo uweze kuona matokeo. Na fedha zinazotakiwa kwenye umwagiliaji ni takriban kama trilioni 1.5. Umwagiliaji peke yake ni zaidi hata ya bajeti nzima. Najua kwamba haiwezekani hivyo vitu vikafanyika kwa mara moja. Sasa mimi niombe serikali kupitia waziri wa fedha, basi kile kinachopangwa kwenye mradi wa umwagiliaji kwenye bajeti husika kiende chote, kwa sababu zile phase ambazo zimepangwa kwenye miradi hii kama zitakuwa zinaenda kwa utimilifu, baada ya miaka kadhaa tutaona matokeo makubwa sana ya miradi hii ya umwagiliaji. Haya yanayoonekana kwa sasa bado ni cheche tu. Kama miradi yote ya umwagiliaji itakwenda kama ilivyopangwa, na hakika kwamba nchi yetu italisha dunia. Kwa hiyo mimi ningeomba sana Wizara ya Fedha katika kutoa zile fedha kwenye wizara mbalimbali, pesa zinazohusu umwagiliaji ziende zote ili matokeo yaonekane, kwa sababu kilimo hiki kwanza kinaongeza mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano ukichukulia tu mazao ya horticulture yameongeza pesa nyingi sana za kigeni. Mwaka 2020 tuliuza kama milioni $290 za Kimarekani. Lakini 2024 zimekwenda mpaka 500 na karibu na 90 dola za Kimarekani kwenye mazao tu ya horticulture. Sasa kama miradi ya umwagiliaji yote itaenda vizuri, manake mazao haya yataongeza fedha kiasi gani? Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka tu nisisitize na kuiomba serikali, fedha zote za umwagiliaji zinazopangwa kwenye bajeti ya kila mwaka ziende zote, ili haya matokeo ambayo tunategemea yatakuwa ya ajabu sana yaweze kufanyika haraka. Mheshimiwa Bashe, mimi nikushukuru sana kwa jinsi ambavyo umelitendea jimbo langu. Kuna mabonde zaidi ya 900 ambayo yanatakiwa yapate umwagiliaji, lakini kwa upendeleo maalum umenipatia bilioni 34 kwenye jimbo langu mradi wa msingi, na mradi unaendelea vizuri. Mifereji yote karibu ya urefu wa kilomita 6 tayari, na tayari mifereji midogo inaendelea, lakini bwawa umeliongeza kutoka maji ya ujazo lita bilioni 5 sasa inakwenda bilioni 12. Hili ni jambo la pekee. Vijiji karibu 4, kijiji cha Kidi, kijiji cha Msingi, kijiji cha Ndurumo na kijiji cha Ishinsi, wananchi takriban 12,000 wanakwenda kunufaika na mradi huu. Lakini nilikuja ofisini kwako nikakuomba uniongeze miradi miwili mikubwa, bonde la Tatazi na bonde la Mwangeza. Umekubali, na leo hii kuna consultant wa Continental anafanya upembuzi yakinifu katika jimbo la Mkalama. Ubarikiwe sana rafiki yangu. Wewe unataka niendelee kuwa bingoni, na wananchi wa Mkalama watanirudisha kwa sababu wanajua unaendelea kunipa miradi ambayo inawanufaisha na kuwaondoa katika umaskini. Wananchi wa Mkalama huko mliko mjue kabisa Bashe ananilinda na miradi analeta, nyinyi nirudisheni bungeni ili mbadilishe maisha yenu. Ubarikiwe sana ndugu yangu. Nikuombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la budget kama nilivyosema kwenye horticulture msiliache. Lakini Bashe, mazao ya horticulture naomba utupie macho kwenye swala la embe. Kama parachichi na mazao mengine yameongeza kiwango cha pesa mpaka kufikia $500,000,
na hakika ukitupia jicho la pekee kwenye embe, tena embe ina upendeleo maalum kwa sababu jimbo lako na mkoa wako wa Tabora watu wanalima embe, lakini wako watu wengi sana wameitikia mwito wa kulima embe. Naomba uliangalie kwa jicho la pekee zao hili. Hakika kwa nguvu ambayo unapeleka kwenye mazao mengine, ukipeleka robo tu kidogo kwenye zao la embe, pesa nyingi sana za kigeni zitaongezeka. Kwa hiyo nikuombe sana katika mipango yako Mheshimiwa Bashe, zao la embe na mazao ya horticulture kwa ujumla ni high crops values ambazo zina thamani kubwa sana. Zao dogo tu lakini kiasi kidogo tu kinaleta fedha nyingi sana za kigeni. Kwa hiyo nikuombe sana hili ulishughulikie, na mimi leo nitaka tu niseme kuhusu hili la budget, na nikupongeze kwa kazi kubwa, lakini nimpongeze rais wangu kwa kukupanga, na naamini utarudi, na kama hutapanda atakuacha kwenye wizara hii kwa sababu ndio wizara yenye roho ya nchi, na utaendelea kufanya mambo na Watanzania wataendelea kunufaika. Mungu akupe maisha kijana. Hongera sana, asante sana. Naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Francis. Mheshimiwa Yahaya.